Asante sana Mclauzania kuendelea kuchagua Central Clouds TV Jumatatu ya Pasaka tarehe 6 ya mwezi wa 4 2026. Tumerejea tena baada ya kupata chakula cha kihabari kwa matukio yaliyojiri kutoka Kusi ya kusini mpaka Kasi ya kaskazini. Mimi ni Ali Kashmiri. Uniona hapo kuna jambo, na kama utafika utaniona. Kuichagua Clouds ni ndoto ambayo ni endelevu, na ukiwa ni mjumbe pia wakati unasherehekea Pasaka Jumatatu ya leo, basi iwe ni sehemu ya kuendelea kunyosha imani. Tusiishie tu kwenye mwezi wa Kwaresma na Ramadhan, bali tuendelee katika kipindi hiki ambacho hata tukiwa tumemaliza. Na nimekueleza hapo awali ya kwamba nipo na Amina Khubiva all the way kutokea Moscow, Urusi, mmoja malkia wa nguvu ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili. Wamejifunza lugha ya Kiswahili wakiwa wako nje ya taifa la Tanzania, lakini pia ni miongoni mwa viongozi ambao wapo kwenye sehemu ya maandalizi ya jukwaa la vijana ambalo linafahamika kama World Youth Festival Tanzania, ikiwa ni washiriki wakubwa pia kwenye jukwaa hilo la World Youth Festival linalokutanisha vijana wengi kutoka mataifa mbalimbali duniani. Lakini msukumo wa kuzungumza lugha ya Kiswahili, lugha ambayo inaendelea kukua kila uchao, inatokana na nini hasa na inafundishwa katika nchi yao ya Urusi? Tunazungumza naye hapa Bi Amina Khubiva. Amina, tumerejea tena. Mwanzoni ulinieleza kuhusiana na matamshi ambayo ama maneno ambayo umekuwa ukijifunza mara kwa mara. Kitu gani ambacho kimekupelekea kutamani kujifunza lugha ya Kiswahili? Nataka kusema kweli. Hivyo kusema kweli, hiyo maamuzi yangu, lakini sasa nafikiri kwamba ni jambo zuri sana katika maisha yangu, kwa sababu Kiswahili kimefanya maisha yangu yenye matokeo mbalimbali, na hivyo sasa kazi yangu ni kwa uhusiano wa nchi zetu mbili, na hivyo nafikiri Kiswahili ni jambo zuri sana katika maisha yangu. Nice. Na kuna mtu anajiuliza Urusi wanafundishwa wapi lugha ya Kiswahili? Sehemu gani ambao mnafundishwa lugha ya Kiswahili na wakina nani ambao wanawafundisha lugha ya Kiswahili? Nchini Urusi kuna vyuo vikuu mbalimbali ambapo unaweza kujifunza Kiswahili. Kwanza ni chuo kikuu cha Moscow ambapo nilijifunza Kiswahili. Nilikuwa na walimu wawili, ni Neli Vladimirovna na Victoria Sergeyevna. Walijifunza Kiswahili kwami katika miaka mitano. Hivyo kuna vyuo vikuu kadhaa katika mjini Moscow na mjini St. Petersburg na pia mjini Kazani. Hivyo vijana katika Urusi wanaweza kujifunza Kiswahili bila ya matatizo. Ni wengi kiasi gani kwa vijana wa Kirusi ambao huwa wanapendelea kujifunza lugha ya Kiswahili? Nafikiri kila mwaka ni zaidi ya 30. Kila mwaka vijana 30 wa Kirusi wanahitimu kujifunza lugha ya Kiswahili kwa ujumla. Wakati unaendelea kusoma na kujifunza lugha ya Kiswahili, kitu gani ambacho ulikuwa unakitamani kukiona Tanzania? Nafikiri kwanza ni Zanzibar, kwa sababu ni vizuri sana pale, na Dar es Salaam pia nilipenda sana kwa sababu nilikuja hapa kwa ajili ya kujifunza Kiswahili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini kwa mwezi mmoja tu. Ndio, na nilipenda Dar es Salaam kwa sababu ni mji mkubwa sana, ni mzuri sana, na najua kuna kama stereotypes nyingi sana kuhusu Afrika, na nafikiri kwamba kila mtu anaweza kuja hapa na kuona kweli. Lugha ya Kiswahili ina
nafasi gani kwenye taifa la Urusi pamoja na watu wake pia? Kiswahili ni maalum sana kwa nchi yetu kwa sababu ya uhusiano wetu. Uhusiano baina ya nchi zetu mbili, Tanzania na Urusi, una historia ndefu sana Kabisa. toka wakati wa Kisovieti, na hivyo rais wetu anaelewa kwamba Kiswahili ni lugha yenye maana sana kwa Afrika, Afrika Mashariki hususan. Huyo ni Amina all the way kutokea Moscow, Urusi, moja ya vijana wa Kirusi ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili, na amezungumza Kiswahili kimebadilisha pia sehemu ya vitu vingi kwenye maisha yake, sio tu kuzungumza bali kuwa sehemu muhimu ya kutengeneza mahusiano pia kati ya taifa la Urusi na Tanzania kwa kujifunza tu lugha ya Kiswahili. Moja ya kitu ambacho pia tunafahamu, Amina, wewe ni miongoni mwa sehemu ya uongozi wa waandalizi wa tamasha la World Youth Festival. Hili ni tamasha la namna gani kwa faida ya mtazamaji ambaye anafuatilia Central Clouds hivi? Walau tueleze World Youth Festival ni nini? Lengo haswa la tamasha hili huwa ni nini ambalo linafanyika kila mwaka? World Youth Festival, WYF, ni tamasha kubwa sana. Na World Youth Festival ya kwanza ilifanyika nchini Urusi miaka miwili iliyopita, mjini Sochi, ni mji wa Olympics. Ndio, na tulikuwa na ujumbe mkubwa sana toka Tanzania miaka miwili iliyopita, na sasa tunaendelea na kazi yangu na kazi yetu. Ndio hivyo, mwaka huo tunafanya tamasha kubwa pia. Ni tamasha mjini Yekaterinburg, ni mji kubwa sana pia kama Moscow, na itafanyika mwezi Septemba mwaka huu, na idadi ya vijana itakuwa 10,000, zaidi ya 10,000 toka nchi zote za dunia. Katika dunia ambayo vijana ndio wana maamuzi ya kufanya vitu vingi kwenye maeneo mbalimbali, umuhimu wa jambo kama hili wanapokutana vijana kwa pamoja huwa ni upi? Nafikiri kwamba maana ya tamasha hilo kwa vijana ni kupata marafiki, kupata washiriki, kutangaza kuhusu miradi kama ulifanya. Yes, nilifanya kwa ajili ya mbuga za wanyama, nakumbuka mwaka jana. Yes. Hivyo ni fursa nzuri sana kwa vijana toka duniani. Na nafasi ya Tanzania kwenye sehemu ya jukwaa hili la vijana ambalo linafanyika Urusi ipo katika kiwango gani? Unasema idadi? Yes, kwa maana umuhimu wa nafasi ya Tanzania kushiriki kwenye jukwaa hili ni upi hasa? Kwa sasa hakuna idadi kwa kila nchi, lakini mimi najua kwamba Tanzania ni nchi maalum sana kwa Urusi na kwa tamasha la World Youth Festival. Hivyo nafikiri kwamba ujumbe utakuwa kubwa, na tutalika vijana mbalimbali kama waandishi wa habari na wajasiriamali na mbalimbali, sekta mbalimbali. Hivyo nafikiri kwamba kila mtu ana fursa ya kuja. Hapa Clouds tupo kwenye msimu wa Malkia wa Nguvu, ambapo kwa mwaka huu tunaanza kukoleza levels. Safari inaendelea na maandalizi kule Dodoma. Tarehe 25 Malkia wa Nguvu itafanyika Dodoma. Kwenye kulihakikisha hilo, maandalizi mpaka sasa hivi yanaenda sawa sawia. Na kwa nini mwakoleza level? Ni baada pia kutoka duniani Malkia wa Nguvu wanawake
wameweza kufanya mambo mengi makubwa katika ulimwengu huu, na nipo pia na malkia wa nguvu Amina. Amina, natamani kufahamu nafasi malkia wa nguvu, nafasi ya wanawake kwenye jukwaa kama hili. Naamini kwenye sehemu nyingi sana wanaume idadi yao ndio inakuwa kubwa zaidi kuliko wanawake. Vipi kwenye jukwaa hili la vijana wa IAF ambalo linafanyika Urusi, nafasi ya malkia wa nguvu, nafasi ya wanawake ipo katika kiwango gani? Nafasi ya malkia wa nguvu ni kubwa sana kwa World Youth Federation, kwa sababu ninaweza kutoa mfano. Yes. Mkurugenzi wetu alituambia kwamba tunapaswa kualika wasichana wengi, wavulana tu, kwa sababu tunajua kwamba wajasiriamali kama kawaida ni wavulana, lakini mkurugenzi wetu alisema kwamba inapaswa kualika wasichana. Na pia idara yetu, department ya uhusiano wa ni wanamke pia. Okay. Hivyo nafikiri kwamba rate ni mfano mzuri sana ya nguvu ya malkia. Okay. Nice. Ukiachana na malkia nguvu Amina, pia kutokea Nizhny mwaka jana nilikutana na malkia nguvu anaitwa Regina, akanipa jina la wakati tunaelekea Khakassia, na hii leo pia tunapata nafasi ya kuzungumza na Amina, moja ya vijana wa Kirusi, kuzungumza lugha ya Kiswahili, lakini kwenye kuunganisha uhusiano kati ya taifa la Urusi na Tanzania kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo ya uwezeshwaji wa vijana kwenye masuala mbalimbali ya digital platform, ujasiriamali na vitu vingine kadha wa kadha. Uwepo jukwaa hili ambalo mwisho wa usajili kupitia digital platform zangu pia nimekuwa nikipost na kushare mwisho wa usajili wa baadhi ya vijana, na sio baadhi, kila mmoja ambaye anatamani kushiriki tarehe 30 ya mwezi wa 4 ndio itakuwa mwisho. Kwa hiyo vijana, nafasi ni yenu katika kuhakikisha kwamba matamanio ya kufika sehemu fulani kujifunza zaidi inakuwa ni kubwa zaidi. Wakati tunamalizia Amina, sababu tuko kwenye msimu wa malkia wa nguvu, nikikuuliza malkia wako wa nguvu ni nani, utaniambia ni nani ambaye unaona juhudi zake na unapenda juhudi zake? Nafikiri ni Samia Suluhu Hassan. Mama Samia. Okay. Kwa sababu mimi hata niliandika diploma yangu kuhusu historia ya Rais Samia. Nafikiri ni mtu wenye nguvu kubwa sana. Hivyo Samia ni malkia wa nguvu. Malkia, ndio. Kwa nini yeye ni malkia wa nguvu? Kitu gani ambacho unapenda zaidi kutoka kwenye sehemu ya uongozi wake toka alipoanza kuongoza taifa la Tanzania? Nafikiri kwamba Samia ni rais mzuri sana kwa Tanzania, kwa sababu nilizungumza na Watanzania wengi na waliniambia kwamba Samia ni leader ambaye anaweza kufungua kama potential ya vitu muhimu vile vya nchi. Ndio. Okay. Na hapa ndo tunazungumzia tafsiri halisi ya kufungua dunia na kufungulia dunia kwa unachotaka, na alichokizungumza Amina pia na namna ambavyo amezungumza na Watanzania wengi, akamweleza kwa ukubwa kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, umuhimu wa kufungua taifa la Tanzania kwenye masuala ya diplomasia ya uchumi, ushirikiano wa sehemu moja na sehemu nyingine umekuwa ni kubwa zaidi. Sehemu gani Tanzania unatamani kwenda na haujawahi kufika? Nafikiri kwamba ndoto yangu ni kuona Kilimanjaro, Kilimanjaro, kwa sababu nilikwenda Dar es Salaam bila shaka, Zanzibar na Mikumi kwa ajili ya safari. Na Kilimanjaro unatamani kwenda? Kwa sasa hapana, ndio. Na so kutamani tu kuona mlima inabidi upande? Nafikiri hapana. Alright. Yapo mengi ambayo naamini tumeyasikia na tumeyafahamu kutoka kwa Amina na ametueleza mambo mengi. Wakati tunamalizia Amina, unasikiliza nyimbo za Kiswahili za Tanzania? Najua Diamond Platnumz. Diamond wa kwanza, mwingine nani?
najua wa Kenya Okay. kama Brooklyn Boys. Yes. Na nafikiri palikuwa na mvulana ambaye anafanya kazi pamoja na Diamond. Okay. Kuna D-Voice, kuna Harmonize. Harmonize. Okay. Nice. Wakati tunamalizia, leo ni sikukuu ya Pasaka. Una kipi cha kuambia Watanzania hususan wakati tunaelekea pia kwa ajili ya World Youth Festival? Kitu gani ungependa kuambia Watanzania ambao wanafuatilia Central Clouds TV? Karibu sana. Nafikiri kwamba siku ya Pasaka ni siku yenye baraka sana, baraka kubwa, na hivyo nafikiri kwamba kila msichana na mvulana toka Tanzania anapaswa kusijali kwa World Youth Festival. Okay. Nice. Kwenye website yetu. Okay, unaweza ukapita hapo kwa ajili ya kuona namna utaratibu ya ushiriki, lakini pia ukiingia kwenye post yangu ya Instagram nimeweza kushare kwa urahisi kabisa @alikashmiri kwa ajili ya kuona namna gani ambavyo utaratibu unavyokuwa, na wewe uwe sehemu pia ya kuweka historia pengine ya kuwa Mtanzania ambaye ushiriki wako utaleta tija kwa taifa pia la Tanzania. Umeniambia unapenda kusikiliza nyimbo za Diamond Platnumz. Kuna wimbo wote ambao unaujua? Ilikuwa moja popular sana. Inaitwaje? Ni ya hivi karibuni au ya muda mrefu kidogo? Chuchuma. Ni kama hivyo. Hebu rudia tena kama inakuja hivi. Bana. Unafahamu? Itakuwa nyimbo gani? Au itakuwa ni I'm so happy today. Like that? Nafikiri ndio. Itakuwa ndio hiyo. Basi tupate nafasi ya kuitazama leo pia kupitia Clouds TV, na ndio tunakuacha nayo hapa, uburudike nayo na uweze kuenjoy nayo. Na leo ni Easter, kwa maana ya Jumatatu ya Pasaka. Tunakuacha hivyo kupitia Central Clouds TV. Tutakutana Jumanne ambayo itakuwa ni sehemu ya mwendelezo wa holiday kupitia Central Clouds TV. Tutayazungumza mengi, lakini wakati tunamalizia Pasaka tuendelee kunyoosha imani zetu. Kwa niaba ya timu nzima ikiongozwa na Bwana Kopa, Kitori na wote ambao wameshiriki, lakini pia shares za nguvu sana kwa Catherine. Hi. Alright, Amina, asante sana kwa wakati wako. Asante. Karibu sana Tanzania. Asante. Kuna mtu anajiuliza, na hili swali nimesahau kukuuliza. Kwa nini unaitwa Amina? Amina ni jina la Kitanzania. Kwa sababu nchini Urusi kuna wawakilishi wa dini mbalimbali na mimi kwa mfano ni Muislamu. Okay. Hivyo jina langu ni Kiislamu. Okay, Amina. Alright. Amina ndio huyo, na tumepiga naye story mingi all the way kutoka Moscow, Urusi. Tutakutana kesho panapo hana uzima. Endelea kusalia na Central Clouds TV na heri ya siku kuu ya Pasaka. Bye bye.